Hadithi inaanza na msichana mdogo anayeitwa Gift ambaye ana ndoto kubwa ya kuwa rubani wa ndege, lakini anahuzunika sana kwa sababu wazazi wake wanataka akasome masomo mengine nje ya nchi. Gift yuko njiani kuelekea uwanja wa ndege pamoja na wazazi wake kwenda kusherehekea siku yake ya kuzaliwa nje ya mji. Baba yake Gift ni mtu mwenye upendo na fadhila, lakini mama yake ni mwanamke wa biashara aliyepitiliza ambaye anajali zaidi kazi yake kuliko familia yake. Wakati huo huo, mhudumu wa ndege mwenye maneno mengi anayeitwa Big Mouth anamfokea mhudumu mdogo kwa kuchelewa kufika kazini. Baadaye, mhudumu mwandamizi anayeitwa Senior anafika. Hii ni safari ya kwanza ya Senior baada ya kuwa likizo ya muda mrefu. Kabla ya safari hiyo, alishauriana na daktari kuona kama ana uwezo wa kufanya kazi, na daktari alimwambia kuwa bado ana uwezo na kwamba yale maono hallucinations aliyokuwa akiyaona huko nyuma huenda yalisababishwa na ukosefu wa oksijeni kutokana na mabadiliko makubwa ya shinikizo la hewa ndani ya ndege. Fundi wa ndege anakuwa akikagua injini ya ndege kabla ya kupaa. Ghafla, anaacha kazi baada ya kumuona Senior ambaye anaikodolea macho ndege hiyo kwa mshangao. Senior amepigwa na butwaa kwa sababu ndege hiyo inaonekana kuwa na sura anayoifahamu sana. Abiria wako kwenye chumba cha kusubiri wakisubiri kupanda ndege. Msichana mrembo anaitwa Short Hair Girl anapata uoga baada ya mwanamume mwenye upara Mr. Baldi kumkaribia, lakini kijana mmoja mwenye nywele za kusokota Pigtail Boy anamsaidia kwa kumfukuza mzee huyo. Inaonekana Pigtail Boy anampenda Short Hair Girl na anajaribu kumvutia. Hatimaye abiria wanapanda ndege. Gift anacheza mchezo kwenye tablet yake wakati mama yake anaanza kumfokea. Gift anashindwa kuvumilia kelele hizo na kuamua kuhama kiti na kwenda kukaa kiti kingine. Mizimu inaanza kuonekana ndani ya ndege. Yule fundi anasikia sauti za ajabu zikitoka sehemu ya mizigo, cargo hold, hivyo anaenda kukagua mara moja. Mzimu mmoja unatembea nyuma yake na kumfungia ndani ya chumba hicho cha mizigo. Ndani ya ndege, mtoto mmoja anamrushia Gift mpira. Gift anadhani mtoto huyo anacheza naye, hivyo badala ya kumrudishia mpira, anauweka mpira huo pembeni yake ili kumfanyia mzaha mtoto huyo. Senior anamsindikiza mtawa kwenye kiti chake na kisha kumfariji bibi kizee, grandma, ambaye anaonekana kuwa na uoga mwingi. Bibi huyo ana uoga wa kupanda ndege na pia ana ugonjwa wa moyo, hivyo Senior anawaagiza wahudumu wengine wamwangalie kwa karibu. Gift anagundua kuwa ule mpira aliyouweka pembeni yake umetoweka. Anautafuta kila mahali lakini hauoni. Wahudumu wa ndege wanaanza onesho lao la kucheza huku wakionyesha taratibu za usalama, jambo ambalo linawafurahisha abiria sana. Baada ya onesho hilo, ndege inapaa. Hawajui kuwa yule fundi bado amefungiwa kwenye sehemu ya mizigo. Baadaye, Senior anamsaidia mhudumu mwingine kufungua kabati. Anakumbuka ndege ya mwisho aliyopanda kwa sababu nayo ilikuwa na kabati lililovunjika kama hilo. Mzimu unatokea nyuma yake lakini unatoweka ghafla. Wahudumu wenzake wanapata wasiwasi na hali yake na kumtaka akapumzike kidogo. Senior anapomkaribia yule bibi kizee, Gift na mtawa wanaona nyao za miguu zikimfuata Senior, jambo ambalo linawatisha sana. Gift anamuuliza mtawa kama naye anaona zile nyao, lakini mtawa anakataa. Pigtail Boy na Short Hair Girl wanaanza kufahamiana vizuri. Baadaye, Pigtail Boy anaenda bavuni kunawa uso. Akiwa amefunga macho, mikono yenye damu inatokea nyuma yake na kumkwaruza uso, lakini nywele zake za kusokota haziguswi. Wakati ndege inaanza kuyayuma, turbulence, Mr. Baldi anasimama ghafla na kusema hawezi kupumua. Wahudumu wanajaribu kumtuliza lakini anaanza kupiga kelele na kugeuza kichwa chake cha upara upande mwingine kama mtu aliyepagawa na mzimu, kisha anapoteza fahamu. Senior anaamuru Big Mouth kumsaidia Mr. Baldi na kuambia wahudumu wengine wawatulize abiria. Pigtail Boy anaporudi kwenye kiti chake, Short Hair Girl anaona makwaruzo usoni kwake na kuomba huduma ya kwanza, lakini mhudumu anasema uso wake uko sawa kabisa na makwaruzo hayo yanatoweka kiumiujiza. Baadaye, yule fundi anaona mizimu mingi ikiwa imemzunguka, jambo ambalo linamtisha sana. Rubani anagundua kuwa kuna onyo la shinikizo la hewa kwenye sehemu ya mizigo, hivyo msaidizi wa rubani anaenda kukagua mara moja. Kwa bahati nzuri, anamkuta yule fundi akiwa hai. Anamsindikiza hadi jikoni mwa ndege na kumwomba Senior amtibu majeraha yake wakati yeye akirudi kukagua sehemu ya mizigo. Akiwa njiani kurudi, msaidizi wa rubani anakanyaga matope, hivyo anawasha taa ili kuangalia. Ghafla anapiga kelele baada ya mizimu kutokea mbele yake. Wakati Senior na Big Mouth wakimfanyia huduma ya kwanza yule fundi, Kelvin anafika na kuomba bazoka, bubblegum, ili kumtuliza maumivu ya masikio. Senior anamwambia kuwa watamletea mpaka kwenye kiti chake. Kelvin anashangaa kuona fundi ana majeraha, hivyo Big Mouth anatafuta uongo wa kumtuliza. Anawatangazia abiria kuwa fundi alijificha kwenye sehemu ya mizigo ili kumvisha pete ya uchumba Senior, lakini aliumia kutokana na kuyumba kwa ndege. Senior na yule fundi hawana namna zaidi ya kujifanya wapenzi ili kutuliza hofu ya abiria. Senior anarudi jikoni na kumuona msaidizi wa rubani akiwa ameduaa na kuchanganyikiwa. Anaendelea kusema kuwa anahitaji kuzungumza na nahodha, captain, wakati akielekea kwenye chumba cha rubani. Hata hivyo, Senior anapata hofu kubwa anapoona msaidizi huyo wa rubani akitoweka ghafla mbele ya macho yake. Muda mfupi baadaye, muonekano wa ndege unabadilika na kuwa wa kizamani, mchafu na wenye kutu. Mhudumu mmoja wa ndege anapoteza fahamu ghafla, wakati baadhi ya abiria wanaanza kuonekana kama wamepagawa. Yule fundi anamwamuru Senior akachukue mtungi wa oxygen kwa sababu kiwango cha hewa ndani ya ndege kinapungua sana. Bila wao kujua, kuna mzimu uliokuwa umeziba macho ya rubani wakati akiendesha ndege hiyo. Baadaye, Aisha anapiga kelele za kutisha baada ya mzimu wa mtoto kumtupia kichwa cha mtu kilichokatwa. Kabla yule fundi hajapoteza fahamu, anafanikiwa kubonyeza kitufe kinachotoa barakoa za oxygen kwa abiria wote. Senior anamuona mhudumu wa ndege ambaye ni mzimu akiwagawia abiria vinywaji. Baada ya hapo, anamwambia Big Mouth wahamishie abiria waliobaki kwenye daraja la kwanza, business class, wakati yeye akimsaidia fundi aliyezimia. Big Mouth analia kwa uchungu na kukata tamaa kwa sababu wahudumu wengine wawili wa ndege tayari wameshakufa. Senior anajaribu kumtuliza bibi kizee ambaye tayari anaanza kutoa maneno yake ya mwisho kabla ya kifo.
Mama yake Aisha anaanza kumfokea Sinia kwa hasira, wakati Aisha akipiga kelele kwa sababu haamini kama kweli kuna mizimu ndani ya ndege. Fundi anawataka wote watulie na kueleza kuwa hakuna mizimu, bali wanapata maono, hallucinations, kutokana na ukosefu wa oxygen uliosababishwa na ndege kushuka ghafla. Fundi anamuuliza Sinia neno la siri la kuingia chumba cha rubani, lakini neno hilo halifanyi kazi na rubani hajibu simu. Hivyo fundi anaamua kwenda tena sehemu ya mizigo kurekebisha mfumo wa hewa kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Mama yake Aisha anapinga mpango huo na kupendekeza kuwa wanapaswa kuitua ndege kwanza. Aisha anachoshwa na malalamiko ya mama yake na kumwambia afunge mdomo wake kwa sababu hewa ya oksijeni kwenye barakoa zao itakwisha ndani ya dakika 15. Pamoja na hayo, mama yake anaendelea kuwafokea abiria wengine, jambo linalomvunja moyo binti yake. Baba yake Aisha anamfariji binti yake na kumwomba amuelewe mama yake kwa sababu ana msongo wa mawazo. Kwa uchungu, Aisha anaanza kunywa pombe na hata anamkaribisha Big Mouth naye anywe. Hatimaye, fundi na Sinia wanashuka sehemu ya mizigo, lakini wanashangaa kuona eneo hilo likiwa limechakaa na kujaa kutu kama ndege ya zamani sana. Inabidi wafanye haraka kwa sababu mtungi wao wa hewa unakaribia kuisha. Wakati huo, Aisha anamuuliza baba yake kwa nini alimpa ndege ya kucheza walipokuwa mdogo. Baba anajibu kuwa alitaka msaidie kushinda hofu yake ya kupanda ndege. Aisha anamlaumu baba yake kuwa mdhaifu, jambo ambalo linafanya familia yao isielewane. Pia anamweleza baba yake kuwa ana nia ya dhati ya kusomea urubani. Mama yake Aisha anaanza kumfokea binti yake tena, lakini safari hii baba yake anasimama kideti na kumwamuru mama huyo anyamaze, la sivyo atamtupa nje ya ndege pamoja na maiti nyingine. Kwa sababu ni siku ya kuzaliwa ya Aisha, baba yake anaanza kumwimbia wimbo wa happy birthday huku wakilia na kukumbatiana. Ghafla mzimu mmoja unaungana nao kuimba na kigari cha zamani chenye mishumaa kinatokea nyuma yao. Kelvin anamuomba mtawa afunge pazia, lakini mtawa anakataa. Hivyo Kelvin anajitolea kwenda mwenyewe. Kabla ya kwenda, Kelvin anambusu Zuhura kisha anasukuma kile kigari cha mishumaa. Ghafla mzimu unampagaa Zuhura. Zuhura aliyepagaa anaanza kumlaumu Sinia kwa vifo vyao kwa sababu aliwaacha na kukimbia. Kisha Zuhura anapoteza fahamu na kuanguka. Kule chini kwenye sehemu ya mizigo, kabla Sinia hajapoteza fahamu, anaona mizimu ikiwa imemzunguka yule fundi. Kwa bahati mbaya, yule bibi kizee grandma anakufa na abiria wote wanapoteza fahamu kwa sababu hewa kwenye barakoa zao imekwisha. Kabla mama yake Aisha hajapoteza fahamu, anauona mzimu ndani ya ndege. Kwa bahati nzuri, abiria wanazinduka baada ya fundi kurekebisha shinikizo la hewa na kurudisha hali ya oksijeni kwa kawaida. Kwa hofu, Zuhura anamkumbatia Kelvin, lakini kijana huyo anajitenga naye haraka kwa sababu hana uhakika kama Zuhura baada amepagawa au la. Mama yake Aisha kwa hasira anamuuliza Sinia ni kosa gani alilofanya lililowakasirisha mizimu kiasi hicho. Abiria wengine wanampandishia Sinia na kumlaumu kwa mkosi huo, kisha wanampasua na kumtaka akae mbali nao. Fundi anashindwa kuwazuia, hivyo anaamua kuongozana na Sinia kwenda upande mwingine wa ndege. Sinia na fundi wanashangaa kuona kuwa maiti zote zilizokuwepo zimetoweka. Ghafla wanasikia kishindo kikubwa na mayowe ya mizimu, hivyo wanarudi haraka upande waliko abiria. Umeme unakatika na kicheko cha kutisha cha mizimu kinasikika. Wanaanza kusali kwa bidii kufuata ushauri wa mtawa na kelele hizo zinaacha kimiujiza. Hapo ndipo inagundulika kuwa ndege hiyo namba 407 waliomo ndio ile ile ambayo Sinia aliwahi kupanda miaka 10 iliyopita. Katika tukio hilo la zamani, abiria wote walipagawa na kuuana na Sinia ndiye pekee aliyenusurika. Alipata mshtuko mkubwa wa kisaikolojia, ndio maana alichukua likizo ndefu na kwenda kwa daktari ili kuhakikisha kama anaweza kurudi kazini. Ghafla mizimu ya wahudumu wa ndege inatokea na kila mtu anaanza kukimbia na kujificha. Kwa bahati mbaya, Zuhura anajikwaa na kumuomba msaada Kelvin. Kelvin anamkumbatia Zuhura, lakini msichana huyo anapagawa na mzimu ghafla. Ili kujiokoa, Kelvin analazimika kumuua Zuhura aliyepagawa. Kisha Kelvin anavunja mlango wa bafuni ambapo wapenzi wawili wageni walikuwa wamejificha. Yule mwanamke mgeni anaona mzimu kwenye kioo na kwa hofu anajiinamia ukutani, jambo linalofanya mlango ufunguke. Mlango unapofunguka unampiga yule mwanaume mgeni kichwani na kumuua papo hapo. Kelvin anamsaidia mwanamke yule mgeni aliyekuwa kizama kwenye sinki la maji na wanafanikiwa kukimbilia jikoni walikojificha. Mama yake Aisha anamuona binti yake ameketi kimya sakafuni, lakini anapomshika mkono anagundua kuwa ni mzimu tu. Wote wanafumba macho na kusali mpaka mzimu unapotoweka. Baba yake Aisha na wengine wanaamua kwenda sehemu ya mizigo kumtafuta binti yao. Mizimu inaendelea kuwachezea akili na kuwatoa kwenye mstari. Fundi anamuuliza Sinia jinsi alivyookoka miaka 10 iliyopita na Sinia anamjibu kuwa alifumba macho tu mpaka ndege ilipotua. Wakati huo huo, mama yake Aisha anasikia sauti ya binti yake akipiga kelele, hivyo anatoka kwa ujasiri akiwa na mtawa kumtafuta. Wanapopita karibu na maiti ya yule bibi kizee, inafufuka na kumkaba koo mama kama kulipiza kisasi. Mama anapata nguvu na kupasua kichwa cha bibi huyo kwa kutumia kigari cha vyombo. Mtawa anashikwa na hofu na kujificha chini ya kiti. Mzimu unamlagai mama yake Aisha na katika hali ya kuchanganyikiwa anamuua yule mtawa na mwanamke mgeni. Big Mouth anafanikiwa kutoroka. Mizimu ya wahudumu inatokea tena. Fundi anawaambia wafumbe macho kama alivyofanya Sinia. Kelvin anadhani mizimu imeondoka na kufungua macho, lakini analagaiwa na mzimu na kujikuta akimuua Big Mouth bila kukusudia. Sinia anawatetea akisema Kelvin hana hatia kwani mizimu hiyo huwalagai wake wauane wao kwa wao. Kikundi hicho kinarudi kwenye kabati la abiria na kuamua kuipuuza mizimu. Hata hivyo, mama yake Aisha ameshapagawa kabisa na anamuua Kelvin. Baba yake Aisha, fundi na Sinia wanafanikiwa kutoroka. Baba yake Aisha anaahidi kuwa kama akifa na kuwa mzimu atawaadhibu mizimu wote wabaya, jambo linalowafanya wote wacheke. Wanagundua kuwa mizimu inatoweka wanapocheka. Hivyo wanacheka kwa sauti
mpaka mizimu inatoweka. Wanamkuta Aisha akiwa salama, lakini mama yake anajaribu kuwashambulia, hivyo wanampokonya silaha na kumfunga kamba. Fundi anatoboa tundu kwenye mlango wa chumba cha rubani, lakini ni dogo kiasi kwamba ni Aisha pekee anayeweza kupita. Kwa kutia moyo kwa baba yake, Aisha anaingia na kufungua mlango, lakini wanamkuta rubani ameshakufa. Mama yake Aisha anachomoka na kuanza kuwashambulia kwa shoka, lakini baba anamdhibiti kwa kumchoma na uma. Ndege inaanza kuserereka na kigari cha vyombo chenye ncha kali kinamsogelea mama na kumchoma kifuani, jambo ambalo linahitimisha maisha yake. Mizimu ya wahudumu inatokea tena na kumtisha Sinia. Inabainika kuwa mizimu hiyo ilikuwa inataka kulipiza kisasi kwa sababu huko nyuma Sinia alifunga mlango kwa nguvu ili kujiokoa na kusababisha kichwa cha mhudumu mwenzake kupondeka. Mama yake Aisha akiwa sasa ni mzimu anamkaba kwa Sinia. Ili kuokoa ndege, Aisha anajaribu kuiendesha kwa ujasiri, lakini mambo ni magumu. Hivyo wanaamua kufumba macho. Inagundulika kuwa Mr. Baldi na ile mtoto walikufa kifo cha ajabu na roho zao ndizo zinazoitesa ndege hiyo. Fundi anapiga simu kupata mwongozo wa jinsi ya kutua. Licha ya mizimu kujaribu kuzuia tairi la ndege lisifunguke, fundi anapambana na kufanikiwa kuitua ndege salama. Fundi, Aisha na baba yake wanashuka kwenye ndege wakiwa salama. Baadaye wanagundua kuwa Sinia hayuko nao. Inafunuliwa kuwa Sinia alikufa pale alipokabwa koo na mama yake Aisha. Filamu inaisha ikimwonyesha mzimu wa Sinia ukiwa umeketi ndani ya ndege hiyo namba 407 ambayo sasa imepakwa rangi mpya tayari kwa safari nyingine.